Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Mwalimu Salome Kiomo, ni afisa elimu kata ya Muganga. Tulikuwa na bonanza lenye kauli mbiu ya mimi ni mshindi. Bonanza hili lilifanyika kata ya Muganga na lengo la bonanza lilikuwa ni kuongea na watoto kuhusu maendeleo yao kitaaluma, lakini vile vile kukuza vipaji vyao kupitia michezo mbalimbali. Kimsingi tulifanikiwa sana kwenye hili bonanza kwa sababu watoto walikutana, walicheza na walionyesha vipaji vyao, lakini vile vile walimu kwa pamoja kwenye shule zote tatu nao tulikutana nao pamoja na tulifurahi kwa pamoja. Okay. Shule hizo ni shule za msingi ambazo zipo kata ya Muganga, ambazo ni shule ya msingi Muganga, shule ya msingi Nyerere na shule ya msingi Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeah. Asante. Tuliandaa, lengo kubwa la hili bonanza ni kuongea na hao watoto, na ndio maana tulichukua watoto wa darasa la 7 kuhusu maendeleo yao kitaaluma, na ukizingatia kwamba muda sio mrefu watakuwa wanafanya mitihani ya kitaifa. Kwa hiyo sasa tuliona kwamba awamu hii sasa tuongee nao kwa namna ya tofauti. Tuongee nao wakiwa wanaonyesha vipaji vyao, tuongee nao wakiwa wanacheza, lakini mwisho wa siku tuweze kuwapa kile ambacho sisi tumekikusudia. Lakini lengo lingine la pili, tunataka kuendelea kubaini vipaji vya watoto. Watoto wetu wana vipaji vingi sana, na siku hiyo walivionyesha vile vipaji na tuliviona, na kuna baadhi ya watoto wanaweza kuimba, kulapu na vitu vingine tumeshawabaini na tumechukua majina yao. Wanafunzi na walimu wa shule hizo, mwitikio ulikuwa mzuri sana na wanafunzi wengi walifurahi na wengi wameahidi kufanya vizuri kwenye mitihani yao, na nina imani wengi sana watasoma sasa kwa bidii kwa sababu tumewaeleza na wameelewa na wametuahidi kwamba wanaenda kufanya vizuri kwenye masomo yao. Mmekuwa mkifanya vizuri katika upande wa kitaaluma katika kata ya Muganga. Kama afisa elimu, nini matarajio yako katika mwaka huu 2026? Asante ndugu mtangazaji. Matarajio yangu mimi kama afisa elimu kata ya Muganga ni kufikisha 100%. Kama kauli mbiu ya bonanza letu inavyosema mimi ni mshindi. Tunaamini kabisa kwamba mimi tayari ni mshindi, lakini na watoto wetu tumewaaminisha kwamba waamini kwamba wao ni washindi. Na ili uwe mshindi lazima ufanye bidii na ufanye juhudi ili kufikia huo ushindi. Kama mtu mmoja mtatu mmoja kama msaidizi umekuwa ukiandaa sherehe maalum kwa kupongeza walimu ama kupongezana kwa namna ambavyo mmekuwa mkiinua taaluma ya wanafunzi na kufikia mafanikio yao. Sasa hiyo hali ikoje kwa awamu hii na walimu? Asante. Kwanza niseme tu napata muda wa kupongeza walimu kwa sababu walimu wengi miaka yote tunafanya vizuri. Kwa mwaka huu nawaahidi walimu kwamba endapo watafanya vizuri tutaendelea kupongezana na tutaendelea kuwatambua walimu wote ambao wanafanya juhudi sana katika kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu ya 100% ya ufaulu. Bali na bonanza ambalo linaandaliwa kwa mahususi kuandaa vijana ama wanafunzi kwa lengo la kufanya vizuri kitaaluma. Vipi sasa kwa upande wa motisha kwamba kutokea wanafunzi wao wanafanya vizuri imejiandaaje kwa motisha? Asante. Kwa sababu mimi ni afisa elimu kata na ninasimamia shule zote za msingi na sekondari, na mpango sasa wa kuwabaini hao watoto ambao watafanya vizuri kwa mwaka huu na kuwapa motisha. Moja, kuwaita na kuwatambua, ikibidi na kuwatengenezea vyeti na kuwafanyia tafrija ndogo ya kuwapongeza. Ushiriki wa wanafunzi katika elimu ama taaluma ukoje? Una mahusiano wapi na ushiriki wa wazazi na walimu? Tunajua kwamba elimu ya wanafunzi sio ya wanafunzi pekee yake. Labda mahusiano ya walimu, wanafunzi na wazazi katika shule zako hizo yakoje? Asante. Asilimia kubwa ya wazazi tunashirikiana nao vizuri.
na utajua kwamba tunashirikiana nao vizuri kwenye nyanja zipi. Utaona kwamba shule zote hizi tatu kuna chakula cha mchana shuleni. Sasa anayechangia chakula cha mchana shuleni ni mzazi. Kwa hiyo tuna ushirikiano nao mkubwa, lakini tuna vikao vingi ambavyo tumeitisha na wazazi wamekuwa na mwitikio mzuri wa kuja na kushiriki. Lakini kingine, wazazi wengi wanajitahidi kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wao. Kwa hiyo mimi ninaona kabisa mwitikio wa wazazi katika ushirikiano ni mkubwa sana. Wapo wachache, lakini nao tunaendelea kuwapa elimu kwamba umuhimu wa wao kushirikiana na walimu, lakini kushirikiana na wanafunzi. Lakini kitu kingine, tuna ushirikiano, tuna wawakilishi wa wazazi ambao kwa kifupi wanaitwa UWAWA, yani ushirikiano wa walimu na wazazi. Maanake kila darasa linakuwa na mwalimu mmoja, lakini na wazazi mmoja wa kiume na mmoja wa kike, ambao wao kazi yao kubwa ni kufuatilia maendeleo ya darasa husika. Kwa hiyo tuna kitu kinaitwa UWAWA kwenye shule yetu, na UWAWA zote zinafanya kazi vizuri. Serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia, chini ya Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan ameboresha miundombinu ya elimu, lakini pia elimu bora kuanzia ngazi ya msingi hadi sekondari kuanzia kidato cha sita. Uboreshaji wa miundombinu ya elimu umeenda sambamba na kasi ya ufaulu wa wanafunzi wa shule, lakini kwa kama afisa elimu kata ya Mpanda kuna yake ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana. Ni kweli mimi mwenyewe nimekuwa shahidi mzuri wa maboresho ambayo yamefanyika hususan kwenye kata yangu. Ukiangalia tuna shule mpya inaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii shule ilijengwa kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi waliokuwa wako shule ya msingi Nyerere. Na ukiangalia shule ya msingi Dr. Samia Suluhu Hassan ni mpya, ni nzuri na miundombinu yote iliyo rafiki. Kwa hiyo mimi nachukua fursa hii kuipongeza serikali kwamba kazi inayofanya ni kubwa na maendeleo hayo tunayaona. Ukija shule ya msingi Nyerere, madarasa 10 mapya yalijengwa ambayo ni mazuri kabisa na vigezo vyote vya kuwa na miundombinu bora. Kuzungumzia tena shule ya sekondari Muganga imeweza kuzaa shule ya Musasima. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakaa mazingira ambayo ni tulivu na salama. Kwa hiyo serikali inafanya kazi nzuri. Kwa kutamatisha sasa, ndio ni upi wito wako kwa wadau wa elimu kuhakikisha kwamba wataongeza maendeleo ya elimu ya kata hii ya Muganga? Asante. Kwanza nianze na sisi wenyewe kwamba sisi walimu, serikali imetuajiri, inatulipa, na sisi kazi yetu kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba tunakuza maadili kwa watoto wetu, tunakuza vipaji, tunakuza uelewa wao, ili wanapoondoka katika mikono yetu wawe ni taifa ambalo ni jema, ni watoto ambao ni wema, ni vijana, ni wazazi, ni jamii ambayo itakuwa nzuri kwenye kizazi cha baadaye huko mbele. Kwa hiyo namsihi kila mwalimu afanye kazi kwa bidii, kwa sababu tunafanya kazi ambayo mimi naweza nikasema ni ya kichungaji, ni kazi nzuri sana ya kulea watoto. Kwa hiyo kila mwalimu awajibiki. Kija kwa wazazi tunahitaji tu ushirikiano wao, kuhakikisha kwamba kila wanapoitwa shuleni wanakuja, lakini pili waje wafuatilie maendeleo ya watoto wao kitaaluma, lakini vile vile watupe ushirikiano, watoto wasizurure mitaani wakati wa masomo. Kila mzazi ahakikishe kwamba anafuatilia mahudhurio ya mtoto wake anapokuwa anaenda shule na anapokuwa anarudi shule. Lakini tukija kwa upande wa jamii kila mtu ana wajibu wa kumlinda mtoto. Kwa hiyo usije ukakaa ukasema tu huyu sio mtoto wangu wakati mtoto ana uniform. Kwa hiyo kila jamii hakikisha kwamba wale watoto wasizurure mtaani muda wa masomo ya darasani. Basi kila mtu, kila mwanajamii aone anawajibika kumlinda huyo mtoto. Kija kwa upande wa watoto, tunaendelea kuasisitiza waendelee kusoma kwa bidii, waendelee kuwa na nidhamu, waendelee kuwa na maadili mema kwetu sisi walimu na kwa jamii zinazowazunguka na kwa wao wenyewe kwa wenyewe. Lakini kuna wadau kama NGOs zinazohusika na mambo ya watoto, tunawakaribisha waje waendelee kutoa elimu kwa watoto kuhusu ulinzi wao na usalama wa watoto. Na tukija tena kwenye jamii kwamba
kila mtu kwenye jamii aone ana wajibu wa kumlinda huyu mtoto dhidi ya vitendo vyote vya ukatili ambavyo vinaweza vikatokea. Kama tunavyojua, usalama wa mtoto ni kitu cha kwanza. Mtoto akishakuwa kwenye mazingira salama, ana uwezo wa kusoma na kufaulu vizuri kuliko akiwa kwenye mazingira hatarishi. Kwa hiyo ni wasii wanajamii wote kuhakikisha kwamba wanamlinda huyu mtoto dhidi ya vitendo vyote viovu